Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? Uko sawa? Mara kadhaa nilizoenda Maka na Madina nimejifunza kitu kimoja kubwa sana katika hizi ibada mbili ya haji na umra. Kuna mambo saba kushuhudia mimi mwenyewe, mambo haya saba yanawashtua watu wengi sana wanaoenda kwenye hii safari. Nataka nikushirikishe leo. Jambo la kwanza, Al-Kaaba. Kwa nini Al-Kaaba? Watu wengi sana wanapofika mara ya kwanza kwenye Al-Kaaba, wengi huwa wanalia. Yani wanafika pale wengi wanaanza kulia, yani wanashangaa, wanalia. Ni sehemu ambayo ukifika utaona simu nyingi watu wametoa, wanapiga picha. Hisia, ukaribu wa pale na jinsi mtu anavyojisikia, anaona nimefika hapa leo katika sehemu hii tukufu kabisa. Basi jambo la kwanza ambalo linawashtua watu wengi sana kwa ukubwa, Al-Kaaba. Na jambo la pili ni wingi wa watu. Yani wingi wa Waislamu kutoka maeneo mbalimbali au kona mbalimbali za dunia au nchi mbalimbali za dunia. Ni wingi ambao mtu hajawahi kuuona popote. Watu mamilioni unawaona pale na watu wako busy, watu wanafanya ibada. Ile hali tu ya kuona wale watu wengi wanaongea lugha mbalimbali, vigumu sana umsikie mtu anaongea lugha yako. Unaona watu wanaongea lugha mbalimbali, wengi Kiarabu, Kiingereza na lugha nyingi zote unazojua. Watu wanazungumza. Hilo pia huwa linawashangaza na kushtua watu wengi sana. Na jambo la tatu ni amani inayopatikana katika miji hii miwili kote. Ukiwa msikiti wa Haram, msikiti wa Maka, msikiti mkubwa, yani amani inayopatikana pale ni kitu pia ambacho wengi wa inawashtua na kuwashangaza. Lakini ukifikiria pia mji kama Madina Al-Munawwara, tangu unaingia Madina, iwe unaingia kwa train, iwe unaingia kwa basi au umekuja kwa ndege, ukishuka tu airport, yani ukiwa ile eneo unaanza kusikia tranquility, utulivu. Yani kuna hali fulani ya ajabu sana unaanza kuisikia. Yani unaanza kujisikia tu, yani una amani ambayo hujawahi kuisikia. Yani hata unaweza kuwa huku umetoka una shida zako kibao, lakini once ukiingia kwenye ule mji kuna amani kubwa sana unaanza kuisikia. Sasa sikwambii ukiingia msikitini, msikiti wa Maka au msikiti wa Madina, Masjid an-Nabawi. Na jambo la tatu ni adhana inayotoka kwenye misikiti hii mikubwa. Niamini mimi, haujawahi kuona sehemu ambayo adhana ikipigwa watu wanashangaa, wanashtuka, wanatoa simu, wanarekodi tukio la adhana. I'm telling you, hicho ni kitu ambacho utakiona kwenye misikiti hii mikubwa pekee. Trust me. Na jambo la tano linalowashtua watu wengi sana wanapokuwa Maka na Madina ni maji ya Zamzam. Haya sio maji ya Zamzam, lakini haya ni maji ya kawaida tu. Tunayo Zamzam hapa hapo uko mbali kidogo. Sasa maji ya Zamzam, yani ni maeneo ambayo utakuta watu wengi wanakunywa, wanasoma dua pale, wengine wanapiga picha. Kuna watu wanapenda sana kupiga picha, lakini si kwa nini wanapenda kupiga picha. Sawa, kuchukua ukumbusho kidogo, lakini vile unavyoona watu ni kwa sababu wanakuwa wameguswa na ile tukio. Yani wanashangaa. Kuna ile mitungi maalum ambayo iko pale, nafikiri utakuwa unaiona kwenye picha, ambayo kuna maji ya moto, kuna maji ya baridi. Ya moto nikisema sio kama ya moto ya kuchemshia chai au kunyonyoa kuku, hapana. Yani ni ile tu room temperature tunaita, lakini ya baridi ni ya baridi, cold yenyewe kabisa kama ya fridge, ndio. Kwa hiyo unaweza ukanywa pale tani yako au ukachukua ukabeba wewe tu, sawa sawa. Kwa hiyo hili ni jambo pia ambalo linawashtua watu wengi sana wakiwa mji wa Maka na Madina. Na hata mimi kiukweli nikiondoka kule, kikubwa ambacho na miss ni kwenye misikiti zaidi ya ibada, wanakumbuka pia maji ya Zamzam. Muda wowote ukiingia msikitini wewe ni kunywa tu maji ya Zamzam unavyoweza. Na yana faida nyingi sana. Ni maji yanayoshibisha, ni maji yanayoweza kukukinga wewe kwa sihiri, yani uchawi au hasad na vitu vingi sana. Ni maji ambayo unapokuwa unayanuia wakati unakunywa, basi Allah atakuwezesha kwa hilo ambalo unalinuia wakati utapokunywa hayo maji, imani ikiwepo. Na jambo la sita ambalo linawashangaza watu wengi sana mara nyingi sana wanapokuwa kule ni Mina. Wakifika kwenye viwanja vya Mina, nataka upate picha hii. Chukua uwanja mkubwa sana, alafu katika uwanja huo jenga mji, tuseme jenga mji. Yani mji huo ujenge kwa mahema, tents nyingi ambazo zimepangwa vizuri. Kuna njia mule ndani, kuna umeme, kuna AC. Watu wanalala pale kwa siku 4 au 5 mara moja tu, alafu wakimaliza mji unafungwa mpaka mwaka ujao tena. Fikiria mji wa namna hiyo. Very beautiful. Nafikiri utakuwa unaona kwenye picha. Na sehemu ya mwisho ambayo inawashtua watu wengi na hata mimi ilinichanganya kidogo ni viwanja vya Arafa. Tofauti kidogo na Mina. Mtume SAW alisema hija ni Arafa. Hapa ni sehemu ambapo huwa tunakwenda tunafanya kisimamo cha siku nzima. Unajua, lakini
Sasa nilivyokuwa mimi nikihisi mwanzo au nikijua, nilikuwa nikiamini kwamba tulipofika tuliingia kwenye tent tukakaa, kumbe ndio tayari tuko Arafa na that's it, that's Arafa. Ukisikia kisimamo cha Arafa sio kwamba ni kisimamo watu wamesimama kama wanavyosimama, wanaweza kuwa wamekaa tu kwenye tent, wanasoma dua, wanasoma Qur'an, wanafanya adhkari mbalimbali, that's it. Kwa hiyo Arafa pia ni sehemu ambayo watu wengi sana wanashangaa, wanashtuka wakifika pale, wanapopaona panapokuwa utulivu unaosikia, kwa sababu huu ni uwanja ambao Allah anawasamehe madhambi watu wengi sana siku hiyo. Kwa watu ambao wako pale, Allah anawasamehe na anajifahirisha kwa malaika, anawaambia angalia hawa viumbe wangu, watazame walivyochoka, wana mavumbi wamekuja, shuhudieni kwamba leo ninawasamehe watu wote. Lakini wale watu ambao wanakuwa hawako pale, wako Waislamu wako sehemu nyingine duniani kokote, siku hiyo wao wanafunga, muda ule wa mchana wanakuwa wamefunga pia, tukiamini na wao pia wanapokea ule msamaha wakati huo. Tukio hilo linafungamana na kiwanja pale Arafa. Katika hayo mambo 7, lipi lingine ambalo wewe unaamini ni katika mambo ambayo huwa yanashtua au unatamani kwenda, unatamani kuyaona mambo hayo kama hujawahi kwenda? Kama umewahi kwenda, nafikiri utakuwa una experience nyingi zaidi. Unaweza ukaniambia pia jambo gani labda ambalo wewe lilikushtua zaidi, lilikufanya ukasikia emotions, ikakufanya yani ukulisahau, yani unalikumbuka hilo jambo mpaka leo hii. Sawa sawa. Na ikiwa hujawahi kwenda au ikiwa umeshawahi kwenda unataka kwenda tena, tafadhali karibu sana usafiri na sisi. Tunaitwa Nurpath Haji na Umra na tumeandaa safari 2 za umra kwa mwaka huu. Kabla hujaisha, insha Allah mwezi wa 9 tutakuwa na safari ya umra ambayo itakuwa kwa gharama ya dola 1900 tu, na safari ya Disemba mwisho kabisa wa mwaka, safari hii itakuwa ni dola 2000 tu. Na wale wanaoitaka haji ya 1448 Hijria au haji ya mwaka 2027, tumekuandalia safari hiyo kwa dola 6700 tu. Wasiliana na sisi sasa hivi, namba ziko kwenye screen, fuata peji zetu, tuambie njoo tukupe utaratibu wa kulipia polepole, njoo tukupe elimu, fuata peji zetu kwa ajili ya elimu, uweze kujifunza vitu vingi zaidi kuhusiana na ibada hizi. Tumegundua kwamba zinafanyika vizuri zaidi ikiwa mtu ametoka nyumbani tayari amejielimisha vya kutosha. Tunasema where there's nia, light leads the way. Pale kwenye nia basi mwanga utafungua njia. Karibu sana.